Karibu kwenye habari za ulimwengu. Uhusiano wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini umeendelea kuimarika katika kipindi cha hivi karibuni, jambo ambalo limeanza kuzua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa, hasa kwa mataifa ya Magharibi. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa mataifa hayo mawili yanaonekana kuongeza ushirikiano wao katika nyanja za kijeshi na za kiusalama, wakati dunia ikiendelea kushuhudia mvutano mkubwa wa kisiasa katika maeneo mbalimbali. Katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na taarifa zinazoonyesha uwezekano wa Korea Kaskazini kutoa msaada wa silaha kwa Russia, hasa katika kipindi ambacho Moscow inaendelea na operesheni zake za kijeshi Ukraine. Kwa mujibu wa baadhi ya ripoti za kiintelijensia kutoka mataifa ya Magharibi, Korea Kaskazini inaaminika kuwa imekuwa ikisambaza baadhi ya silaha na vifaa vya kijeshi kwa Russia, hatua inayodaiwa kusaidia kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Moscow katika vita hiyo. Kwa upande wake, Russia haijathibitisha rasmi taarifa hizo, lakini viongozi wake wameendelea kusisitiza kuwa wana haki ya kushirikiana na taifa lolote katika masuala ya kiuchumi na kiusalama. Uhusiano wa karibu kati ya mataifa hayo mawili umeonekana pia kupitia mikutano ya ngazi za juu kati ya viongozi wao, akiwemo Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Wachambuzi wanaamini kuwa ushirikiano huu unaweza kuhusisha kubadilishana teknolojia za kijeshi, mafunzo ya kijeshi pamoja na msaada wa vifaa mbalimbali vya kivita. Hatua hiyo imezua hofu kwa mataifa kama Marekani na washirika wake, ambao wanaona kuwa muungano huo wa kijeshi kati ya Russia na Korea Kaskazini unaweza kubadilisha mizani ya nguvu katika baadhi ya maeneo ya dunia. Aidha, baadhi ya wataalamu wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa kuimarika kwa uhusiano huo kunaweza pia kuathiri juhudi za kimataifa za kudhibiti kuenea kwa silaha za nyuklia. Kutokana na hali hiyo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya ushirikiano kati ya Russia na Korea Kaskazini, huku wachambuzi wakionya kuwa mwelekeo huo unaweza kuwa na athari kubwa katika usalama wa dunia katika miaka ijayo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.